Na turejee sasa barani Afrika, hususan nchini Ghana, ambapo wanaobeba jeneza nchini humo wanachangamsha sana mazishi kutokana na mitindo yao ya kusakata ngoma wakiwa wamebeba jeneza. Familia nyingi sasa zinawalipa ili kuhakikisha kuwa mazishi ya wapendwa wao na ndugu zao yananoga kutokana na mbwembwe hizi. Hali hii imesaidia kupunguza idadi ya watu wasioajiriwa. Beryl Wambani anatusimulia zaidi. Hawa ni wabeba jeneza wa kipekee nchini Ghana. Kwa waombolezaji wanaotaka maziko yenye mbwembwe kwa wapendwa wao, basi kundi hili hugeuza shughuli ya kubeba jeneza kuwa mithili ya densi. Niliamua kuongeza koreografia ili wateja wanapokuja tunauliza kama wanataka iwe kimya kimya au wanataka mbwembwe kidogo au shamra shamra na densi. Wanachotaka ndicho tutawapa. Nani angependa maziko kama haya? Watu hawa wanapompeleka mpendwa wako atakapolazwa wanafanya dance. Tipo nikaamua mama yangu pia atazikwa kwa mbwembwe hizo hizo. Kupitia kazi hii, Benjamin amewaajiri zaidi ya vijana 100 wake kwa waume. Anasema ni hatua aliyochukua kukabiliana na ukosefu wa ajira. Yeye pia huhakikisha kundi lake lina mavazi. Mazishi nchini Ghana ni sehemu muhimu sana ya jamii, na umaarufu wa vikundi kama hivi vikiongezeka, familia zinaonekana zaidi na zaidi kutaka wapendwa wao kuzikwa kwa mbwembwe hizi. Beryl Wambani, BBC.